Haleluya. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Wakati tulikuwa chuo na mwalimu mmoja anasema, jamani sisi tushinde huko sana. Sisi walienda walipokuwa wamechanganyikana wote, wale wazungu walikuwa hawaamini. Hawa nyani alituchekesha kweli. Sema hivi hawaamini kwamba sisi ni watu. Anasema sisi ni nyani. Anapoona weusi huu kama nyani. Sasa hawa ni nyani hawa. Wale soko wale. Anasema yani tunapokuwa walikuwa na sehemu ya kwenda kuogelea. Walipokuwa wanaenda kuogelea, walikuwa wanapenda sana wavue nguo wanapoingia pale, hawa wanachungulia. Labda kama kuna mkia umeingiza kwenye suruali hao. Wanaangalia wanakuta mtu anasema kumbe ni watu. Sasa hiyo hali hebu tuonyeshe kwamba sisi ni watu. Haleluya. Sisi ni kazi ya Mungu. Kama Mungu aliumba na sisi ametuumba. Na ndio maana ilistahili huu wokovu uje kwetu. Kila sehemu tunaonekana sisi ni kondoo ili tuweze kwenda mbinguni. Akawa anayasifu yale makanisa. Akayasifu ya kwamba kwa kweli mmefanya hicho kipawa. Yaani kama walipewa neema ya kipawa cha utoaji kwa ajili ya ile huduma. Na akawa anawasifu na kuwatia moyo anapokuwa anapokea kile ambacho anapokea kutoka kule. Akawa anasifu. Lakini katika hilo ndio neno nasema inabidi katika hilo, si tu katika utoaji, watumishi wa Mungu. Amini. Lakini pia na katika utakatifu. Nisa tukawa watoaji, tunatoa kweli sisi tukafurahi, wengine tunaona unajitoa, lakini si mtakatifu. Sio mtakatifu. Kanisa litakaloenda mbinguni ni kanisa takatifu. Ambalo tulizungumza kanisa ni mimi na wewe. Ndio kanisa. Sawa jamani? Kwa hiyo hilo kanisa takatifu ndio litakaloenda mbinguni. Ni lazima yani tujisimamie katika utakatifu. Ni lazima ujisimamie mwenyewe. Hebu jisimamie katika utakatifu. Kwa wakati mwingine naongea na vijana, nasema vijana msitudanganye. Sisi tumetoka huko. Mbaya sana Mungu alinipa tujifunze sisi kabla hatujaokoka. Kwa hiyo tumejifunza ujana ulivyo. Tumejifunza moto wa ujana ulivyo. Lakini wakati mimi naokoka nilikuwa bado sijaingia kwenye uzee sana. Na wakati naokoka nilikuwa sijaoa. Nikakaa karibu miaka 3 kwenye wokovu bila kuoa. Na nikawa mwaminifu wa kujitunza mpaka nikaoa. Kiasi cha kwamba wakati naokoka kulikuwa kuna ndugu zangu wanasema huyo ameokoka hataweza. Niliposikia nikajua sehemu nyingine na ile nikanishia ni hiyo. Atakuwa mwaminifu Yesu wanake. Maana huyu tunamjua, tumekuwa naye. Na kweli kwenye wakati tulikuwa vijana, moto uliopo. Mungu atusaidie watumishi wa Mungu. Kaa katika utakatifu. Kaa katika utakatifu. Uwe mwaminifu katika utakatifu. Uwe ni kijana wa kiume, uwe ni kijana binti wa kike. Kaa katika utakatifu. Kaa katika utakatifu. Najua mbaya sana hawa dada zetu wa kike. Kiwa ni mtu wa mruzi tumepiga baadaye wanasema unamwoa yule mbona wamesha kuwekea na majina. Mungu atusaidie sana. Amen. Kuheshimu matokeo ya utumishi wako. Kuheshimu matokeo ya utumishi wako. Hii tutaona katika Mathayo sura 24:25. Mathayo
25 mstari wa 14 hadi 30. Kisoma mahali nazungumzia habari ya wale watumwa wa talanta. Anasema kulikuwepo na watumwa watatu. Hawa wakapewa talanta ili waweze kwenda kuzalisha. Mtumwa wa kwanza akapewa talanta 5, mtumwa wa pili akapewa talanta 2, mtumwa wa tatu akapewa talanta 1. Kisoma pale, yule wa talanta 5 alienda kuzalisha, na wa talanta 2 naye alienda kuzalisha, wa talanta 1 yeye alienda kufukia chini. Lakini baadaye alipokuja yule bwana wao akampa kila mmoja akampa ujira sawa sawa na jinsi alivyofanya. Kila mmoja akapewa malipo sawa sawa alivyofanya. Sasa mbaya yule wa talanta 1, kisoma pale utaona yeye malipo yake alikuwa ni yapi. Kwa hiyo ni lazima tuheshimu matokeo ya utumishi wetu. Heshimu matokeo ya utumishi. Umepewa huo utumishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni utumishi wa namna gani? Ni utumishi wa namna gani umepewa? Heshimu. Amka, fanya kazi. Mchungaji hapa amekazia sana kufanya kazi. Amina. Ili tukahesabiwe, ili tukapewe malipo, lazima tufanye, tusimamie. Tumepewa talanta. Mimi hapa nimepewa talanta ya uchungaji. Kuna mwingine hapa amepewa talanta ya uzee wa kanisa. Mwingine shemasi kama vile tulipokuwa tunaona hapa. Mwingine kiongozi wa idara. Mwingine kadhalika na kadhalika. Na wewe ambao unasema mimi ni mshirika tu, lakini kuna talanta umepewa. Una talanta, kuna kitu ambacho unatakiwa ufanye. Wewe hata kuni tu kwa mama mchungaji upeleki. Wewe ni mshirika kweli? Mama mchungaji atakuelewaje kwamba wewe ni mshirika eti? Najua wakati mwingine tunavumiliana tu. Lakini wakati mwingine tunatakiwa tueleweke. Yaani kuni hizi aliniletea mama Juma. Ni mshirika wa mwisho kabisa, anakaa mwisho kabisa kule, hana hata hili na lile. Unafikiria atafanyaje yule mama? Mungu ambariki. Haya maji unayooga yule binti fulani yule mama fulani kafanya. Wataanza kuomba. Siku hiyo itakuwa ndio maombi hayo. Mungu ambariki tumishi wa Mungu. Sasa tufanye, tutakuombeaje? Tutaombea wanaofanya. Mungu atusaidie sana. Amen. Haleluya. Amen. Au ndakasirika. Unaombea wale ambao wanaofanya. Unajua unapoweka alama, inakuwa inaonekana ile alama. Inakuwa inaonekana. Kila ukifumba macho hivi unamuona yule pale analeta maji, yule pale analeta kuni, yule pale analeta hiki, yule pale anafanya hiki, yule pale unaanza kuomba, Mungu ambariki, Mungu amuinue, Mungu amuepushe, anaonekana. Wewe huonekani, hujafanya kitu, hujaweka alama yoyote. Hebu fanya kitu. Haleluya. Nenda hata nyumbani pale, fagia kwa mchungaji, fagia. Hujapangwa huku, nenda kajipange kule, fagia. Nilipokuwa naongoza vijana, siku moja nikana hamasisha hivi. Vijana walienda kufanya kazi. Yaani mpaka wa mama mchungaji wakawa wanashuhudia. Yaani mpaka kwenye vungu wa kitanda ambacho mimi siwezi hata kuinama. Yaani unajua mama zetu wameshakuwa wazee. Kwenye draw mule, kwenye nini mule hawezi hata, lakini wangeenda vijana je? Hilo ni somo la vijana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ni lazima uheshimu. Amen. Heshimu matokeo ya utumishi wako. Hivyo ambavyo ulivyo, hayo ni matokeo. Mungu amekupa, ameona ni vyema wakati huu uwe shemasi. Ameona ni vyema wakati huu uwepo mahali hapa. Hivi balivyo. Watu wanasema amina, kimbia kwa sababu na ujenzi. Unaenda huko nakuta mchango mwingine. Utafanyaje? Unaenda huko nakuta kuna ujenzi tena mkubwa. Utafanyaje? Tulia mahali hapo. Mtumikie Bwana. Hebu fanya kwa moyo wote na Mungu atakubariki. Haleluya. Amen. Heshimu. Mungu hajafanya kwa makusudi mabaya. Amefanya kwa makusudi mema. Na jambo la tatu,
heshimu mapenzi ya Mungu katika utumishi wako. Heshimu mapenzi ya Mungu katika utumishi wako, katika maombi yenu yote, katika maombi yenu yote. Lakini ombi lilo kubwa sana, taka mapenzi ya Mungu, taka mapenzi ya Mungu, taka kwanza mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni timilifu, hayana upungufu, ni timilifu kama aonavyo yeye. Ameona vyema sisi tuko hai leo, ameona vyema sisi tuwepo Tanzania yenye amani. Kana ukiangalia kwenye mitandao sasa hivi kuna nchi zimevurugika, zimechafuka. Ukiangalia kuna sehemu zingine watu wako wakimbizi. Unaona yani kama hivi na mtu na kifurushi chake, hawana amani. Ni wazuri, watu wazuri, wanene, mabindi, vijana safi, lakini wakimbizi wanafukuzwa na nini? Wanafukuzwa na mabomu, bunduki, na wenyewe bado wanasema haya ni mapenzi ya Mungu, sisi tupitie haya. Sasa sisi haya ni zaidi. Hebu tumshukuru Mungu na hebu tuheshimu haya mapenzi ya Mungu katika haya ambaye ametupa sisi. Haleluya, amen. Lakini pia utaandika Wakorintho wa kwanza sura ya 10 na mstari ule wa 31. Hebu tusome huu mstari ili tuweze kuhitimisha somo letu. Amen. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 31. Basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Yoyote tunayofanya, tukiwa tunakula, tukiwa tunakunywa, tukiwa yote tufanye katika